Nitasoma maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Luka mtakatifu sura yake ya 9. Nitasoma ule mstari wa 57, nitaendelea kusoma mpaka mstari wa 62. Maandiko yanasema, nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakako kwenda. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono katika kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Narudi nyuma, nitasoma na ule mstari wa 23 katika sura ile ile ya 9. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye kuiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Haleluya kanisa. Haleluya tena watu wa Mungu. Tuangalie pia na Wafalme wa kwanza sura yake ya 19 na ule mstari wa 20. Naye akawaacha ng'ombe akamfuata Eliya. Ndiyo, akasema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi. Ni nini niliyokutendea? Akarudi akiacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Eliya akamhudumia. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwamba umeturuhusu tutafakari neno lako. Itufai sasa katika maisha yetu haya, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni habari za kumfuata Yesu ndizo ambazo tunazitazama. Nimesoma kwanza katika ile Luka sura ile ya 9 mstari wa 57 hadi ule mstari wa 62, na maandiko yametuonyesha namna ambavyo mtu mmoja alimwambia Yesu kwamba nitakufuata lakini unipe ruhusa kwanza nikamzike baba yangu. Na aliposema hivyo, Yesu akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, lakini wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Wakati yule mtu anamwambia Yesu kwamba nitakufuata, alikuwa amesikia kwamba Yesu amezungumza na wanafunzi wake habari za kumfuata. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi ambacho Yesu alikuwa anawaalika watu kwa ajili ya kumfuata. Anawahitaji watu wamfuate. Na katika kuliweka hilo bayana, alianza na wanafunzi wake kwanza. Katika ule mstari wa 23, katika ule mstari wa 23 pale ndipo jambo lilipoanzia. Akamwambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Ukisoma huu mstari wa 23 unaweza kushangaa kwa nini Yesu anazungumza maneno haya na wanafunzi wake. Kumbuka namna ambavyo kwanza Yesu aliwapata wale wanafunzi wake,
alikuwa anawaita alikuwa anawaita kutoka kwenye shughuli walizokuwa wakizifanya na kuambia wamfuate. Mfano mzuri ni siku ile alipokutana na Yakobo pamoja na ndugu yake Yohana wakiwa na baba yao katika chombo wakivua. Aliwaita akaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa maana hiyo wale wanafunzi wa Yesu tayari walikuwa wameanza kuambatana naye. Walikuwa tayari wameambatana naye kwenda mahali. Lakini inashangaza mara hii sasa anawaambia wote ni wanafunzi wake. Hapa anawaambia mstari wa 23 kwamba mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe. Alikuwa anazungumzia swala la kumfuata, si ile kutembea naye kwa maana ya kuongozana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengine, mtu mwingine akisoma anaweza kafikiri anazungumza jambo la namna hiyo. Kama ingekuwa habari ya kuambatana kwa maana ya kutembea akitangulia mbele watu akifuata nyuma, hakuwa na haja ya kuambia wanafunzi wake, maana tayari walikuwa wamemfuata kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wamemfuata, wameongozana naye tangu alipowaita, na tayari walikuwa wameona vitu vingi akivifanya. Na utashangaa kwamba anazungumza nao maneno haya tayari alikuwa amewapa na uwezo juu ya mapepo kwamba wayatoe. Haleluya. Maana tayari alikuwa ameanza na kuwafundisha kazi, lakini anawaambia habari za kumfuata. Kitu ambacho Yesu alikuwa anazungumza, utaona amesema ajikane mwenyewe na aubebe msalaba wake kila siku anifuate. Anapozungumza habari za kubeba msalaba, hazungumzii kitendo kile ambacho Yesu alikifanya baadaye cha kubeba msalaba wake na kuelekea Golgotha. Hazungumzi mtu abebe msalaba kwa maana ile, lakini anazungumzia swala la mtu kuwa tayari kujikana, kuwa tayari kuvumilia yale mambo magumu yanayoweza kutokea yakikinzana na ile imani aliyoijenga juu ya Yesu. Haleluya. Anaposema aubebe msalaba wake kila siku anifuate, anazungumzia kila mtu ambaye yuko tayari kumwamini Kristo awe tayari kuyavumilia yale mambo yote ambayo yanakuja yakitaka kumrudisha mtu nyuma, yatakayokuja yakitaka kumvunja moyo mtu ili asiendelee kumwamini Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza habari hizo, na ndio maana anatumia msalaba. Kwa nini anatumia msalaba? Ni kwa sababu kwa desturi, hata wakati ule ambao misalaba ilikuwa inatumika kuadhibu watu waliofanya makosa, ule msalaba mtu akianza kuubeba alikuwa haruhusiwi kuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana msalaba ni ishara ya uokovu. Unapokuwa umeokoka hautakiwi kurudi nyuma. Ndio maana misalaba ilikuwa haiwekwi chini, ilikuwa ni mwiko kuweka msalaba chini. Mtu anapokuwa amehukumiwa kwamba anaenda kuangikwa msalabani, ilikuwa haiwezekani ule msalaba wake akianza kubeba aweke chini. Ndio maana utaona hata wakati ule Yesu alipokuwa amehukumiwa kifo, aliambiwa abebe msalaba wake. Wakati anaubeba, kwa sababu alikuwa amepigwa sana, ilifika wakati akashindwa kuendelea kubeba ule msalaba, akawa anaanguka. Wale waliokuwa wanamsulubisha walikuwa wanajua kanuni ya msalaba. Walipokutana na Yusufu Mkrene, walimlazimisha aubebe msalaba wa Yesu aupeleke Golgotha. Haleluya. Walimlazimisha, alikuwa ametoka zake shambani. Alipokutana nao wakamlazimisha, wakasema, "Wewe beba msalaba huu twende Golgotha." Msalaba hauwekwi chini. Sasa ndio maana Yesu anasema aubebe msalaba wake kila siku. Anazungumzia habari za kuvumilia yale mambo magumu ambayo mtu unaweza kuyapitia. Unapokuwa mwamini Yesu, unapokuwa mwamini Kristo, huwa kuna vitu vingi vinavyokuja vikitaka kurudisha nyuma. Na unapokuwa umerudi nyuma, ndio maana yake ni kwamba haumfuati tena Kristo. Umeacha kumfuata. Kwa anawaambia muwe tayari kuyavumilia yote yatakayokuja ili muendelee kunifuata. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na anapozungumza habari za kujikana,
anazungumzia ile hali ya kuwa tayari kuyafanya mambo yatakao kupelekea kuwa sawa na yeye. Amen. Anazungumzia ule uwezo na ule utayari wa kuwa tayari kufanya mambo yatakayo kupelekea wewe mwanadamu uwe na mwenendo unaomfanania Kristo. Ndio tafsiri anaposema ajikane mwenyewe. Unajua vitu vingi vya kidunia ambavyo mara nyingi mtu yeyote angependelea kuvifanya ni vitu ambavyo havimsaidii kuwa kama Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yote yanayotuzunguka hapa duniani ambayo yanaweza kutendeka au tunaweza kuyafanya bila kutumia nguvu kubwa ni mambo ambayo hayatupelekei kuwa kama Kristo. Ni mambo yasiyompendeza Kristo. Kwa hiyo kuyafanya hayo hauhitaji kujikana. Amen. Kumuudhi mtu au kumtukana mtu hauhitaji kujikana, lakini kutofanya hivyo ndio unahitaji kujikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuiba, mtu hahitaji kujikana ili akaibe, kwa sababu kwanza anapata kitu ambacho hajakitolea jasho. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni mtu yeyote angependa kufanya, lakini kutofanya hivyo ndio lazima ujikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yale mambo yote ambayo yanatufanya tuwe kama Kristo ili tuweze kuyafanya ndio tunahitaji kujikana. Kwa hiyo anapoambia ajikane mwenyewe, anazungumzia habari hiyo ya kwamba mtu awe tayari kufanya yale mambo yatakayomsaidia kuwa kama Kristo. Ndio lazima mtu uwe tayari kusoma neno la Mungu kwa bidii. Sio rahisi kukaa na Biblia hii dakika 30 nusu saa. Saa nzima masaa mawili na Biblia unasoma. Sio jambo rahisi. Sio rahisi kukaa kwenye magoti saa nzima unaomba. Sio kitu rahisi, lakini ndio ili ufanye lazima ujikane. Na unapokuwa umeyafanya hayo mambo ndio kwamba unamfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu mmoja alipokuwa amesikia habari hizo amezizungumza Yesu, akasema nitakufuata. Nitakufuata. Tena anasema hivi, nitakufuata kokote utakako kwenda. Nitakufuata kokote utakako kwenda. Na yeye alikuwa anazungumzia ile hali ya kuongozana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna wakati mwingine katika hali ya kawaida kuongozana na Yesu ilikuwa ni kama burudani kwa watu, kwa sababu walikuwa wanaona vitu ambavyo hawajawahi kuviona. Mtu hajawahi kuona kiwete anatembea, lakini kwenye msafara wa Yesu ilikuwa inatokea. Inafurahisha na ungependa kuona. Haleluya. Hata hapa kwetu, unaona hapa kanisani kwetu hapa. Ikitokea siku moja kiwete akatembea hapa, watu watapenda kuja na kuona. Na kwa sehemu eneo kama hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna baadhi ya watumishi wa Mungu ambao hawajaitwa sawa, huwa wanatengeneza miujiza. Wanabuni miujiza, wana-act miujiza ili wawaaminishe watu. Sasa ni vitu ambavyo watu wanatamani kuona. Kwa hata kuambatana na Yesu watu walikuwa wanapenda. Ilitokea wakati mwingine watu wakala mikate ambao hawajui imetoka wapi. Watu wakala samaki wawili wakala watu 5,000. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinavutia, mtu angependa kuona. Kwa hiyo na huyu akasema nitakufuata kokote utakako kwenda. Yesu alijua huyu mtu anataka kufanya kitu gani. Ndio akamwambia, Yesu ikabidi amuonyeshe picha ya yule anayetaka kumfuata. Ndio kwamba Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Alikuwa anamuonyesha kwa namna nyingine huyu mtu kwamba kunifuata mimi it is unstoppable thing. Ni kitu ambacho hakina kupumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio kitu alichokuwa anamwambia. Anapomwambia kwamba mbweha wana pango na ndege wana viota, ni kwamba ikifika jioni wanaenda kupumzika pale. Kwa Yesu alikuwa anampa picha ya kwamba ukiamua kunifuata, usitarajie kwamba utanifuata hapo baadaye utapumzika kunifuata. Ukiamua kunifuata manake lazima ujitoe moja kwa moja, ni safari ya moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu mwingine akamwambia wewe nifuate. Akasema nipe ruhusa kwanza nikamzike baba yangu.
Yesu akamwambia waache wafu wawazike wafu wao. Manake alitaka huyu mtu amfuate, alikuwa anampa msitizo, lakini anamwambia tafsiri ya ile waache wafu wawazike wafu wao. Kwa hali ya kawaida mtu aliyekufa hawezi kumzika mtu mwingine. Mtu aliyekufa amaliza, hawezi kufanya chochote tena. Lakini anamwambia acha wafu wawazike wafu wao. Alikuwa anamwambia waache wale ambao walikuwa hawajamwamini. Na ndivyo hivyo mpaka sasa. Mtu ambaye hajapatanishwa na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu ni mtu ambaye amekufa kiroho. Amekufa kiroho. Sasa anaposema waache wafu, anapomwambia waache wafu wazike wafu wao, anamwambia waache wale wasioamini, wale ambao hawako tayari kunifuata, wale ambao sio sehemu ya kazi, wafanye wamzike yule aliyekufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anamwambia lakini wewe enenda ukautangaze ufalme. Mtu mwingine akamwambia nifuate, akamwambia naomba nipe ruhusa nende nikawaage watu wa nyumbani mwao. Niende nikawaage watu wa nyumbani mwao. Akamwambia mtu aliyetia mkono wake kulima hafa karudi nyuma, huyu mtu hafai kwa ufalme. Sasa hii alikuwa anamwambia akitaka kumuonyesha kwamba kumfuata Yesu si jambo ambalo unahitaji kupewa kibali na mtu. Si jambo ambalo unahitaji kuuliza kwamba baba nimfuate Yesu au mama nimfuate Yesu. Ni jambo ambalo unahitaji kufanya maamuzi binafsi. Kwa sababu katika kumfuata Kristo kuna vitu vingi ambavyo vingependa kurudisha nyuma. Na wakati mwingine unaweza kawa unakaa na watu ambao ungetamani kuomba ruhusa au ungetamani kuomba kibali kwao. Ni watu ambao hawakubaliani na habari za kumfuata Yesu. Ndio maana Yesu anamwambia mtu aliyetia mkono kulima afa karudi nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Maana yake hauhitaji kibali, hauhitaji ruhusa ili kunifuata. Lakini unachohitaji ni kufanya maamuzi, na ukishafanya maamuzi usirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, kwa sababu tumechagua kumfuata Yesu, lazima tulipe gharama. Lazima tulipe gharama. Hata ile kujikana ni kulipa gharama. Lazima tulipe gharama. Lazima tulipe gharama ya kukaa kwenye magoti, kumtafuta Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, tumesoma pia kitabu kile cha Wafalme, habari za Elia na Elisha. Unajua Elisha alitakiwa amfuate Elia ili aweze apokee upako. Na alitakiwa mfuate mpaka amuone wakati Elia anapaa. Maana Elia hakufa na kuzikwa hapa. Elia alichukuliwa. Sasa Elisha alitakiwa amfuate Elia mpaka aone wakati anaondoka. Sasa Elia akamwambia Elisha mfuate. Naonekana Elisha alikuwa na jozi, alikuwa anajishughulisha na kulima. Nalima kutumia ng'ombe. Ndio maana maandiko yamesema alikuwa na jozi ya ng'ombe. Maana yake walikuwa ni wale ng'ombe ambao unawafunga nila alafu unaanza kuwafanyisha kazi ama kulima au kubeba mizigo. Alikuwa nao. Sasa utaona wakati anaanza kumfuata, wakati anafanya maamuzi ya kumfuata Elia, utaona wale ng'ombe aliwachinja. Akatumia ile miti aliyokuwa anaitumia kwa ajili ya kuwasaidia kupika ile nyama na kuwapa watu wakala. Maana yake hakuwa tayari kurudi kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliacha kabisa, akasema sasa hii ni safari ya moja kwa moja mimi na Elia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Kwa hiyo kumfuata Yesu ni jambo ambalo lazima ulifanye kutoka ndani ya moyo wako. Na uwe tayari kufanya kila kitu kitakacho kufanya uweze kumfanania Kristo kwa maisha yako. Na maombi ni sehemu ya jambo hilo. Haleluya. Maombi ni sehemu ya jambo hilo ambayo yatakusaidia uendelee kuwa imara katika ulimwengu wa roho. Uendelee kuwa imara ndani ya roho yako. Uendelee kuwa thabiti ndani ya nafsi yako na ndani ya moyo wako. Uendelee kuwa na uhusiano mzuri na Mungu kwa njia ya maombi. Ndio maana maombi ni jambo la muhimu sana. Ukifanikiwa kuwa muombaji, maana yake wewe tayari umeweza kujikana katika ule mchakato wa kumfuata Kristo. Haleluya watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu.
Sasa tutaenda